Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera kimewaonya wanachama wake wanaotarajia kuweka nia ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kutokuvunja kanuni na taratibu za katiba ya chama hicho kwa kuanza kampeni kabla ya muda. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CCM mkoa wa Kagera Bwana Hamim Omar amesema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari katika ofisi za CCM wilaya ya Biharamulo. Amesema chama kitachukua hatua kwa mwanachama anayekiuka utaratibu na kanuni za chama kwa kuanza kufanya kampeni kabla ya muda wake na kusababisha taharuki kwa viongozi ambao ni wawakilishi wa wananchi. Ndio maana itakapofika tarehe 30 Juni utasikia baraza la madiwani linavunjwa, utasikia bunge la Jamhuri ya Muungano linavunjwa. Huo ndio wakati mwafaka wa kuweza kupita na kutangaza nia zako, lakini bila kuvunja misingi na miiko ya chama chetu. Na chama chetu kina utaratibu, kinacho vikao vyenyewe ambavyo kikao kinaitwa kamati ya usalama na amani, ambayo na yenyewe ina miongozo yake. Lakini kwa mtu wa fujo za namna hiyo, chama akikumwachia nafasi, ila kilisema mtu anayesababisha chama chetu kuonekana kinafanywa vurugu, mtu ambaye anatekeleza ilani, anasababisha asitekeleze majukumu yake, ipo adhabu yake. Naye katibu wa CCM wilaya ya Biharamulo Bwana Adam Sud amesema wanaendelea na usajili na marekebisho ya kadi za elektroniki kwa wanachama wake katika kata ya Nyarubungo, kata Hoka, Runazi, Kabindi, Nyebusozi, Nemba na Nyamigogo. Na sasa ni habari za kimataifa. Marekani imefuta visa za raia wa Sudani Kusini kwa kile ilichosema ni kushindwa kwa serikali ya Juba kuwapokea raia wake wanaofukuzwa kutoka Marekani. Uamuzi huo unamaanisha raia wa Sudani Kusini walioko Marekani huenda wakarudishwa nyumbani kwao ambako kwa mara nyingine kuna shuhudiwa vita. Sudani Kusini ambayo kuundwa kwake kama taifa huru mwaka 2011 kuliungwa mkono na Marekani, hivi sasa iko ukingoni na mbioni kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hadi sasa serikali ya mjini Juba haijatoa tamko kuhusu hatua hiyo ya Marekani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa mwito wa kusitishwa vita katika ukanda wa Gaza akiwa ziarani nchini Misri, ambako pia amesisitiza kuondolewa kwa vizuizi dhidi ya msaada wa kibinadamu unaopelekwa Gaza. Macron amekutana na Rais Abdel Fattah el-Sisi mjini Cairo leo na baadaye na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan, wote wakiwa ni washiriki wa karibu wa nchi za Magharibi na ambao pia wamekuwa wakitoa mwito wa kusitisha vita huko Gaza. Israeli ilianza tena kuwashambulia Hamas mwezi uliopita na kuzuia usafirishwaji wa chakula, mafuta na msaada wa kibinadamu kwa Palestina takriban milioni 2 wanaoishi Gaza, kama hatua ya kujaribu kulishinikiza kundi la Hamas kukubali masharti mapya ya makubaliano ya kusitisha vita. Na mawaziri wa biashara wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana Luxembourg kujadili namna ya kuijibu Marekani kwa hatua yake ya kuweka ushuru mpya kwa nchi hizo. Mawaziri hao wa biashara wanatarajiwa pia kujadiliana ushuru unaoweza kuijibu Marekani pamoja na kuchukua hatua nyingine za kulipa ambazo zitaweza kutekelezwa ikiwa juhudi za mazungumzo ya kutafuta suluhu hazitofanikiwa. Bidhaa kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya zinakabiliwa na ushuru mpya wa 20% kuanzia Jumatano, ambapo mataifa mengi ya jumuiya hiyo yanahofia viwango hivyo vipya vya ushuru vitakuwa na athari kubwa kwa mataifa duniani. Waza Wazua. Msikilizaji, mwanga mkubwa huja baada ya giza kuu. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa ya habari nyingine.
Taarifa ya habari imesomwa kwako na Jerome Robert. Unasikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri kutoka Radio Kwizera FM. Tembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari ya 0692573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia ametangaza kuwa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu inatolewa Aprili 13 jijini Dar es Salaam. Msimamizi wa vitambulisho vya taifa mkoa wa Geita amewataka wananchi ambao wamejitokeza kutafuta vitambulisho vya taifa NIDA kuepuka kutoa rushwa ili kupata msaada wa haraka. Na Marekani imefuta visa za raia wa Sudan Kusini kwa kile inachosema ni kushindwa kwa serikali ya Juba kuwapokea raia wake wanaofukuzwa kutoka Marekani. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 11 kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM kikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasawa uchambuzi wa kinifu wa habari zetu. Ni miaka 53 tangu kufariki kwa hayati Abeid Amani Karume, muasisi wa kwanza wa taifa la Zanzibar. Leo hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaadhimisha kumbukizi ya kifo cha kiongozi huyo. Katika kutazama mchango wa kiongozi huyo, Laurent Gervas amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Faida Potea, wakiangazia zaidi nini mtazamo wa hili. Kwanza kabisa, ndugu mtangazaji, ni kwamba serikali kuweka siku hizi za viongozi kuweza kuwakumbuka ni moja na hii ya Karume. Lengo kubwa kwanza kuwakumbusha vijana wa leo na wa kesho na wajayo kwamba nini kilitokea na ni kwa nini siku hii tunaikumbuka na mtu huyu ni nani. Sasa imekuwa kwamba sasa ni kama elimu ambayo sasa inafundisha vijana wetu na hata sisi wenyewe ambao wakati mwingine katika karne hii watu wameacha kufuata historia za mataifa yao na mataifa mengine kwa sababu ya kufuata vitu ambavyo havina muhimu zaidi. Wakati tunaadhimisha siku hii ya Karume, tunakumbuka kwamba kuna mambo ambayo amefanya yeye pamoja na rais wa awamu ya kwanza wa Tanganyika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unafikiri Karume pamoja na mambo aliyofanya mengine ambayo kizazi na kizazi kinapaswa kumkumbuka kwa yapi? Kwanza kabisa tunapomtaja Karume ni lazima tutaje pia utawala wa Zanzibar, namna ambavyo wazee hawa walivyoweza kusimama imara kwa umoja wao na hata kuja kuunganisha Zanzibar na Tanganyika. Ni moja ya historia kubwa ambayo sasa imetuletea kuwa taifa moja, kuwa ndugu wa moja. Ni miongoni mwa mambo machache au mengi ambayo yalifanywa na mheshimiwa hayati Karume. Kwa mambo hayo aliyofanya, ni sahihi kuendelea kuwakumbuka au swala hili la kuwakumbuka linapaswa kubebwa kwa uzito wa namna gani? Kwanza ni sahihi kuendelea kuwakumbuka na kuendelea kuwataja na kuangalia yapi waliyafanya ambao tunapaswa kuiga na kujifunza. Na nafikiri wazee hawa bila kupepesa macho kwamba walipambana katika kutafuta uhuru wa nchi zao, na baada ya kuweza kupata uhuru walisimama pamoja na watu wao bila kuwageuka na bila kufanya chochote. Tunakumbuka Karume amefanya mengi pale Zanzibar, zikiwemo nyumba za kuishi ambazo sasa leo zimekuwa kama makumbusho, na sasa serikali ya sasa ambayo ndio inaendelea tayari nyumba zile sasa wameanza kuziboresha, lakini tayari haya ni mazao ya kina Karume ambayo yaliweza kutengenezwa wakati huo.
lakini pia ni ujasiri kuamua kwamba pamoja kwamba nina uhuru na nina taifa, lakini nahitaji pia kuungana na taifa ambalo ni kubwa na ambalo linaweza likakupindua na ambalo linaweza likachukua kila kitu chako. Lakini yeye aliona hapana, ni tuungane na Tanganyika ili kuweza kutengeneza historia nzuri, na matunda yake sasa tunayaona kwa umoja, kwa ushirikiano, na hata kwa mataifa yetu yanapotajwa Tanzania na Tanzania visiwani, yani Zanzibar. Tumeshuhudia viongozi ndio ambao wamekuwa wakitoa maadhimio ya kuadhimisha siku za viongozi mashuhuri ambao wamefanya kazi kubwa katika taifa hili. Mchango wa wananchi katika kupendekeza na kuamua kwenye masuala kama haya upo wapi? Kwanza tuseme kwamba wananchi wamewaamini viongozi wao ambao wanawaongoza. Ni jambo jema tu pia kuweza kuenzi na kutukumbusha na kupata historia kwa watu ambao ni wanahistoria. Inapoadhimishwa siku kama ya leo, yako mambo mengi sana yanayotajwa, ukilinganisha kwamba chama cha ACT kimepata kuja kuungana na kupata chama cha Mapinduzi. Ni moja historia ambayo inapaswa kufafanuliwa kwa upana zaidi. Ni sauti ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Faida Potea wakati akizungumza na Laurent Gelvas kuhusiana na siku hii ya kumwenzi hayati Abeid Amani Karume ambaye ni muasisi wa kwanza wa taifa la Zanzibar. Tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu ambapo tunaangazia taarifa nyingine kuwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Tabora na kanda ya Magharibi wakiwemo watiania na wabunge katika majimbo mbalimbali wamejitokeza hadharani kulani vikali kundi la G55 linaloibuka ndani ya chama hicho, wakilituhumu kikiuka misimamo halali na maazimio yaliyopitishwa katika mikutano ya chama. Haya yanajiri kufuatia kundi hilo kutafsiriwa kama wapinga ajenda za chama hicho. Kutokana na hilo, mwanahabari wetu Peter Lusaya ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka huko jijini Mwanza. Uamuzi wa baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuunda kundi na kulipatia jina la G55 lenye kupinga msimamo wa chama hicho wa kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu hadi pale yatakapofanyika mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi unazidi kuchukua sura mpya kila kukicha. Kundi la G55 ambalo linaundwa kwa kiasi kikubwa na waliokuwa viongozi waandamizi wa chama hicho hapo jana limeitisha mkutano na waandishi wa habari na kueleza kuwa hatua ya kushindwa kushiriki katika uchaguzi huo itakiathiri zaidi chama hicho. Kiongozi wa kundi hilo Bwana John Mrema ambaye alikuwa msemaji wa chama hicho kitaifa kabla ya mabadiliko ya uongozi hivi karibuni amesema hawaungi mkono kuzuia uchaguzi na badala yake chama kishiriki ili watakaopata ushindi waweze kushinikiza kufanyika kwa mabadiliko yanayohitajika. Kumbuka hapo mwanzo nimesema reform tunazunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi. Na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Mjini Mwanza, katibu wa Chadema wa wilaya ya Nyamagana Bwana Amos Ntobi ameiambia Radio Kwizera kuwa viongozi wa chama hicho wachukue hatua za kinidhamu dhidi ya wanachama ambao wanakiuka katiba kwa kupinga maazimio yaliyofikia kwenye vikao halali vya chama hicho. Nikutolee mfano mdogo. Mwaka 2019, chama kiliniamini kuwa mgombea wa uwenyekiti wa serikali ya mtaa. Nikiwa kijana tu mdogo, nimetoka chuo. Lakini nilienguliwa kwa kutokujua kusoma wala kuandika. Mimi ni msomi wa kiwango cha degree, ni msomi mbobezi, ni mwandishi wa vitabu. Nikaenguliwa kwa kile kilichodaiwa sijui kusoma wala kuandika. Mwaka 2020 chama kikaniamini kugombea udiwani kata ya Mabatini katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Nikamshinda mgombea wa CCM kwa kura 3009. Nikatangazwa mshindi saa 6 za usiku. Asubuhi wakafuta matokeo, wakamtangaza mgombea wa CCM. Katika muktadha na mazingira kama hayo, unaona CCM hawaibi tena kula, wanaiba uchaguzi. Turejea uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba 27 mwaka 2024 mwaka jana. Mimi kama katibu wa Chadema wilaya ya Nyamagana nimekamata kituo cha kupigia kura kiko Chooni. Nilipofika pale nikapiga kelele, nikasema hili haliwezekani, hapana, nikakamatwa. Sasa unashindaje? Kwa yote haya Mlema anayajua.
sema tu anajizima data, na wakati mwingine tunalazimika kuamini kuna mpango haramu unaowasukuma juu ya hili. Wakati haya kijiri, viongozi wa kitaifa wa Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wao Tundu Lissu na makamu wake Bwana John Heche wako katika ziara kanda ya kusini kuelimisha wananchi mkakati wao wa hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, maarufu kama no reform no election. Asante sana Peter Rusaya kutoka huko jijini Mwanza kwa taarifa hiyo. Lakini msikilizaji, na kukumbusha kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0692573615 ukichangia taarifa zetu, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa duru uchumi na biashara, ambapo tunaanza na taarifa kuwa Jumuiya ya Watanzania wanaoishi nchini China imetoa wito kwa Watanzania wanaosafiri kuelekea nchini humo kujiepusha na biashara zisizo halali, hasa ya madawa ya kulevya, kwani kutokana na sheria za nchi hiyo, endapo mtu akikamatwa adhabu yake ni kali na pia kuna haribu picha ya nchi. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo juu ya kongamano la kibiashara kati ya Tanzania na China, katibu mkuu wa DTAG Alawi Abdalla amesema kupitia kongamano hilo Watanzania watapata nafasi ya kuongeza wigo wa kibiashara, kujua vyanzo vizuri vya kupata bidhaa, kugundua masoko mapya ya bidhaa. Kongamano hilo litafanyika tarehe 20 Aprili mwaka 2025 mpaka 3 Mei katika jiji la Guangzhou nchini China. Na tutamatisha duru uchumi na biashara kwa kuangazia taarifa nyingine kuwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali limefanikiwa kukamata madini ya dhahabu ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 yaliyokuwa yakitoroshwa. Aidha, kwa kipindi hicho jeshi hilo limefanikiwa kukamata nyara za serikali za shilingi bilioni 1.6 pamoja na watuhumiwa 33 waliopatikana na nyara hizo. Akitoa taarifa ya mafanikio ya jeshi hilo kwa kipindi cha miaka 4, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kazuga amesema mafanikio hayo ni matokeo ya mikakati waliojiwekea kuzuia na kupambana na uhalifu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vitendea kazi bora vya kuimarishwa kwa ulinzi shirikishi. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Na sasa ni wasaa wa duru michezoni na Marco Bundala Pastori. Bila shaka uko poa. Mimi niko poa kabisa kama unavyoniona. Na kuona. Karibu sana. Asante sana. Wacha nimfahamishe msikilizaji ile ya kimichezo ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Bila shaka yale ya kiburudani ameyapata pia kupitia Double Mix. Lakini kwenye michezo jana bwana kumepigwa mechi kadhaa kule barani Ulaya. Ikiwa ni michezo hii ya ligi kuu ambapo Brentford ilitoka sare na Chelsea, lakini Fulham yeye alishinda bao 3-2 mbele ya Liverpool. Wakati huo Tottenham Hotspur alishinda bao 3-1 mbele ya Southampton. Lakini Manchester United wakatoka sare na Manchester City katika derby hii ambayo ilikuwa live kupitia hapa Radio Kwizera FM kwa ushirikiano na BBC. Michezo ya ligi ambayo imechezwa kwa siku ya jana, Tanzania Prison walishinda bao 1-0 mbele ya Kagera Sugar, lakini Singida Black Stars walishinda bao 1 pia mbele ya Azam FC. Halikadhalika Dodoma Jiji walishinda bao 3-0 mbele ya Ken Gold, na Namungo walishinda bao 2-1 mbele ya KMC. Sasa hii leo kuna mchezo ambao unaendelea dakika 24 wa ligi kuu soka Tanzania bara. Yanga anacheza na Coastal Union. Bado milango ni migumu kwa pande zote mbili. Halikadhalika usiku wa leo kule Uingereza, Leicester City atakuwa kucheza na Newcastle United majira ya saa 4 usiku. Ili hali pale Spain katika La Liga, Leganes atakuwa kucheza na Osasuna majira ya saa 4 kamili usiku. Lakini Italia pale katika Serie A, Bologna atakuwa kucheza na Napoli majira ya saa 3:45. Haya ni kwa ufupi tu, lakini mengi zaidi tutakuja kuyafahamu
hapo baadaye katika Sports Corner. Lakini usisahau kesho ni robo finali ya Champions League kule barani Ulaya. Arsenal na Real Madrid, lakini Bayern pamoja na Inter Milan. Okay, ni kushukuru sana Marco Bundara Pastori. Asante sana. Asante. Na kwa taarifa hizo za michezo na burudani, msikilizaji, napata nafasi ya kutupia jicho katika nambari yetu ya 0692573615 nikitazama kile ambacho umekiandika ukichangia taarifa zetu. Anaitwa mtendaji original yuko Chambale kumgamba Ngara, anasema nampongeza huyo kiongozi wa Geita kwa kuwazuia wananchi wasitoe rushwa kupata NIDA. Hata NIDA imekuwa changamoto hata kwa wananchi wa Ngara, hususan kwa kijiji cha Mugoma. Dominiki kutoka Nyachonga Ngara anasema wafuate katiba za vyama vya siasa au Chadema, watulie waache maneno mengi ya kujinadi. Lakini Elias Kaloli anatoka pande za Kumwendo Ngara anasema asante sana Radio Kwizera FM kwa taarifa hizo. Mtumishi Spajon Kagoma wa Kitanga Kasulu anasema nilifika Zenji nikajionea alama ya Karume. Kila kiongozi aliyeko madarakani ajiulize ataacha alama ipi itakayo kumbukwa na jamii. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu machache kati ya yale ambayo tumekuletea kwa siku ya leo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia ametangaza kuwa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu itatolewa Aprili 13 jijini Dar es Salaam. Msimamizi wa vitambulisho vya taifa mkoa wa Geita amewataka wananchi ambao wanajitokeza kutafuta vitambulisho vya taifa NIDA kuepuka kutoa rushwa ili kupata msaada wa haraka. Na Marekani imefuta visa za raia wa Sudan Kusini kwa kile ilichosema ni kushindwa kwa serikali ya Juba kuwapokea raia wake wanaofukuzwa kutoka Marekani. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Laurent Gelvas, mwandaaji wa makala hii, na Jelome Robert aliyekusomea taarifa ya habari, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema, na endelea kusikiliza Mseto Leo.